Tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa wilaya Karagwe mkoani Kagera Bwana Julius Laizer ameipongeza halmashauri ya wilaya hiyo kuongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato. Vijana nchini wametakiwa kujishughulisha na kilimo ili kujikwamua kiuchumi na kuondokana na changamoto ya ukosefu wa ajira. Na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC imetangaza jana kuwa imewahamisha zaidi ya wanajeshi 1300 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maafisa wa polisi kutoka mji wa Goma. Habari kamili. Karagwe. Mkuu wa wilaya Karagwe mkoani Kagera Bwana Julius Laizer ameipongeza halmashauri ya wilaya hiyo kuongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato na kufikia 101% mpaka Aprili 30 mwaka huu. Katibu tawala wa wilaya Karagwe Bwana Rasuli Shandari ametoa pongezi hizo kwa niaba ya mkuu wa wilaya katika kikao cha baraza la madiwani cha robo ya 3 na kueleza kuwa hatua hiyo itachochea katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hata hivyo Bwana Shandari amemtaka mkurugenzi kwa kushirikiana na wataalamu wa halmashauri kuendelea kusimamia kwa umakini vyanzo vya mapato ambavyo vimekuwa vikipotea ili kuwezesha miradi kusonga mbele. Kwa niendelee kuwapongeza sana waheshimiwa madiwani kwa kazi kubwa na nzuri ambayo kwa kweli mmekuwa mkiendelea kuifanya katika halmashauri yetu. Lakini hapo mheshimiwa mwenyekiti, nilitamani sana kuendelea kuwaomba waheshimiwa madiwani, lakini pia kuwaomba wataalamu wetu. 101.85 ambayo tumeikusanya mpaka sasa, bado imani yangu ni kwamba tukiendelea kuweka nguvu za kutosha tunaweza kufika zaidi ya hapo. Tusibweteke kwa makusanyo ambayo tumeyakusanya. 100% hii na moja tunaweza tukakusanya zaidi ya 120, 130 kwa kipindi hichi ambacho tumekibakiza. Naye mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Karagwe Bi Happiness Msanga amesema maelekezo ameyapokea na anakwenda kuyafanyia kazi kwa kushirikiana na wataalamu wake. Dodoma. Waziri wa viwanda na biashara Dr. Selemani Jafo amesema kuwa katika kipindi cha miaka 4 zaidi ya Watanzania milioni 5 wamepata ajira kupitia viwanda 80,000 vilivyozalishwa nchini. Dr. Jafo ametoa tathmini hiyo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari na kubainisha kuwa ongezeko kubwa la viwanda vidogo nchini limechangia si tu utoaji wa ajira kwa wananchi wengi, bali pia limeongeza mchango wa sekta ya viwanda katika pato la taifa. Pia Dr. Jafo ametaja uwepo wa viwanda 4 vya vioo na 3 vya marumaru kwamba vinaendelea kuchochea uchumi wa viwanda nchini. Katika hatua nyingine, Waziri Jafo amewahamasisha Watanzania kununua bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi ili kuimarisha viwanda vya ndani. Pia amelitaka shirika la viwango Tanzania TBS kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu madhara ya unywaji pombe kupita kiasi, akibainisha kuwa tatizo hilo ni changamoto inayopunguza nguvu kazi ya taifa. Muleba. Vijana nchini wametakiwa kujishughulisha na kilimo ili kujikwamua kiuchumi na kuondokana na changamoto ya ukosefu wa ajira, jambo ambalo limekuwa likisababisha kubaki kuwa tegemezi kwenye jamii. Mkuu wa wilaya Kakonko mkoani Kigoma Bwana Evans Malasa amesema hayo wakati baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya hiyo lilipotembelea na kujifunza katika shamba la vijana la kahawa lenye hekari zaidi ya 300 katika kijiji cha Makongora wilayani Muleba mkoani Kagera. Changamoto ya ajira imekuwa inachangia baadhi ya vijana kufanya kazi ambazo sio rasmi, na kwamba njia pekee ya kuepuka na kadhia hiyo ni kuchangamkia fursa ya kilimo cha mazao mbalimbali ili vijana kujikwamua kiuchumi.
Natambua kwamba vijana wengi wanapenda zile fedha za sahiyo. Kwa mfano kuendesha bodaboda anapata 2000, 3000. Zile fedha za muda mfupi ambazo sizioni kama zina manufaa sana kuliko kilimo. Sasa huko tunakoelekea ndio nchi yetu inakwenda huko. Ajira kama tunavyojua ni changamoto, ni adimu, ni ngumu, ni chache. Kwa hiyo ukiweza kupata fursa kama hii ya kupata shamba yako, kwa kweli na kuona kama tajiri. Kwa hiyo vijana, hii fursa muiwekee kipaumbele sana, lakini na watu wengine kwenye jamii, kwa sababu ndio maisha yenyewe yalipo hapa. Naye mkuu wa wilaya ya Mleba mkoani Kagera Dr. Abel Nyamahanga amesema tayari wilaya hiyo imeweka kauli mbiu ya nioneshe unapolima, ambapo kila mwananchi anatakiwa kuwa na shamba kwa ajili ya kulima mazao ya chakula na biashara, na zoezi hilo linaendelea kwa kushirikiana na maafisa ugani waliopo kwenye vijiji na kata. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Kinshasa. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC imetangaza jana kuwa imewahamisha zaidi ya wanajeshi 1300 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maafisa wa polisi kutoka mji wa mashariki wa Goma ambao unathibitiwa na kundi la waasi wa M23. ICRC ilitangaza mwanzoni mwa mwezi Aprili kuzinduliwa kwa misheni ya kusindikiza vikosi vya usalama kutoka Goma katika safari ya kilomita 2000 hadi mji mkuu Kinshasa. Imesema kati ya Aprili 30 na jana Alhamisi imewasindikiza watu 1359 wasiokuwa na silaha kutoka vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na familia zao. Hata hivyo, ICRC imesema operesheni hiyo ilikuwa tata na inahitaji mazungumzo marefu na MONUSCO, serikali na M23 ambayo imekataa uhamishaji kupitia uwanja wa ndege wa Goma ambao umefungwa tangu udhibitiwe na waasi. Mji wa mashariki wa Goma ulitekwa na kundi la waasi wa M23 mwezi Januari mwaka huu. Kigali. Mamlaka ya mbuga kubwa ya kitaifa ya Rwanda imetangaza jana Alhamisi kuwa itapokea vifaru weupe 70 kutoka Afrika Kusini baadaye mwezi huu katika uhamishaji mkubwa zaidi kuwahi kutokea nchini humo. Wanyama hao ambao wanaweza kuwa na uzito wa hadi tani 2 watasafiri umbali wa kilomita 3400 kufikia makazi yao mapya hifadhi ya kitaifa ya Akagera. Taarifa ya mamlaka ya mbuga hiyo imesema kuwa tukio hilo linaashiria hatua muhimu katika uhifadhi wa vifaru na ni ushahidi wa juhudi zao za pamoja za kulinda na kusimamia kwa uendelevu hifadhi ya taifa ya Akagera. Uhamisho huo unalenga kusaidia ukuaji wa vifaru na kupata ngome mpya ya kuzaliana nchini Rwanda. Kulingana na shirika la kimataifa la faru IRF, idadi ya vifaru weupe inaongezeka nchini Afrika Kusini licha ya ujangili, na kwamba ujangili wa faru barani Afrika uliongezeka kwa 4% kati ya mwaka 2022 na 2023 na angalau vifaru 586 waliibiwa mnamo mwaka 2023. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Mkuu wa wilaya Karagwe mkoani Kagera Bwana Julius Leiza ameipongeza halmashauri ya wilaya hiyo kuongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato. Vijana nchini wametakiwa kujishughulisha na kilimo ili kujikwamua kiuchumi na kuondokana na changamoto ya ukosefu wa ajira. Na kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC imetangaza jana kuwa imewahamisha zaidi ya wanajeshi 1300 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maafisa wa polisi kutoka mji wa Goma. Waza Wazua. Msikilizaji, utaweza kupoteza kila kitu kwenye harakati ya kukusanya vyote. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV
na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari, na nikukumbushe wewe msikilizaji unayetupata pale mkoani Geita, kwa sasa utatupata kupitia masafa ya 97.7.